Watu watatu wamefariki dunia baada ya magari mawili kugongana uso kwa uso kisha kuwaka moto katika eneo la Emmaus, barabara ya kuelekea Dar es Salaam maarufu kwa jina la Mataya kwa Waziri Mkuu, jijini Dodoma leo Aprili 29, 2026 majira ya saa 12 asubuhi. Ajali hii imehusisha malori mawili, lori lenye namba T179 EQF lililokuwa limebeba mchanga likitokea Bihawana na lori jingine la T764 EPW pamoja na tela lake T238 EPW lililokuwa limebeba saruji likitokea Dar es Salaam. Baada ya kugongana, magari hayo yalilipuka na kuwaka moto mkubwa na kusababisha vifo vya watu watatu waliokuwa kwenye moja ya magari hayo. Jeshi la zimamoto na uokoaji lilifika kwa haraka katika eneo la tukio likafanikiwa kuzima moto na kuopoa miili ya marehemu. Hadi sasa chanzo cha ajali hiyo hakijabainika. Jina langu ni Agnes Peter na hii ni Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Mrakibu mwandamizi Rehema Jeremia Menda, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Leo tarehe 29 mwezi wa 4 majira ya saa 12:10 katika kituo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji makao makuu ya mkoa wa Dodoma, tumepokea wito wa tukio la ajali ya kugongana magari mawili, na mara moja gari liliondoka eneo la kituo na kufika katika eneo hili la mataa linalojulikana kama mataa ya kwa Waziri Mkuu. Na mara baada ya kufika tulikuta ajali hiyo ambayo ilihusisha gari T179 EQF la mchanga ambalo lilikuwa linatoka Bihawana, na dereva gari huyo alijulikana kwa jina la Lucas. Lakini pia gari lililohusika lingine kwenye ajali hii ni T764 EPW na tela lake ambalo ni T238 EPW ambalo lilikuwa likitoka Dar es Salaam na lilikuwa limebeba simenti. Na mara baada ya kufika tulikuta ajali hiyo ambayo pia kulikuwa na tukio baada ya kugongana ilisababisha kutokea kwa moto katika magari hayo mawili kutokana na msuguano mkali. Moja kwa moja askari walifika na kuanza kuzima ule moto, na operation hiyo kutoka hayo majira ya saa 12 imekuja kukamilika muda huu wa majira ya saa 2:30. Katika ajali hiyo imesababisha vifo, na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumeweza kuokoa miili ya watu watatu katika gari T179 EQF ambalo lilikuwa limebeba mchanga lilikuwa likitokea Bihawana. Na miili ambayo imetambulika mpaka sasa ni mwili wa dereva anayejulikana kwa jina la Lucas, ambapo pia tunaendelea kufuatilia taarifa zaidi za hawa ambao wamepoteza maisha katika ajali hii. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaendelea kuwasihi wananchi kuchukua tahadhari wawapo barabarani na kuchukua tahadhari zote zinazopaswa na taratibu za kiudereva, lakini pia kuwa na vifaa ambavyo vinaweza vikazima moto unapotokea moto kwenye magari.